Wasanii wanawathamini vipi ambao wanatokea Morogoro ambao mnakutana nao? Wasanii wanatuthamini, mimi nakwambia big shout out sana kwa Nego Lemidu. I love my brothers, I love na big love sana kwao na nawasupport sana. Na ni watu ambao ni beast. Talented bro. Yani naombaga kwa Mungu tu wafanikiwe, wafike kwenye njia zao, Mungu awafungulie, wana moyo fulani hivi. Inshallah. Nego ndo watu pekee waliwahi kunicheki, unajua. Ananiambia bana, mdogo wangu unafanya kitu poa, mdogo wangu tunaweza tukafanya kitu. Yani ni watu ambao wanaweza kukwambia bana, mimi na kiasi fulani mdogo wangu, unajua. Anakutreat as if yeye yani wao ni wakubwa kwangu, lakini mimi walivyonitreat wale hadi kufikia hatua bana, nilisema bana, mimi naomba nifanye kazi na nyinyi official. Kutokana na zewe anavyokutreat. Lakini kuna wasanii wengine ya uongo kwa kweli. Wanatokea Morogoro, si ndio? Wanatokea wapo mieusho sana, wapo. Siwezi kuwataja tu hapo, naweza kuwataja afu kumharibia mtu. Sina nia kumharibia mtu, lakini big love, big shout out kwa Nego Lemidu. Na unaweza usiwataje, lakini ukataja vitu mieusho aliyoifanya. Mieusho, kuna msanii shai kuja kunicheki akanifuata dance class. Bana, mimi nataka watu wakashoot video. Nikampa bei, unajua. Mimi naangalia na risk ya watu wangu wa nyuma, siangalii mimi tu. Sitaki tu kupata mimi. Kuna watu wa nyuma pia wanategemea Icon atatupa bana ikifanya hapa kazi. Kachukua alikuwepo wote, tukapanda juu kushoot. Nakumbuka ilikuwa maeneo ya mkuu wa mkoa. Baada ya kushoot akatupa 20,000, akatambia nyingine nitawatumia. Wakatuzurumugu ile, mimi nikaona sio swala. Unajua maisha mzunguko, yani sisi tupo bado kwenye sanaa. Kwa utakuja tu kivingine. Hivyo kuna wengine wanaona labda wanaweza kukufuata, nataka nifanye dance class hivi, unamtajia bei. Anaona yani anawadharau, amdeserve kupata hicho kitu. Na still mna deserve, lakini anaona kama amdeserve. Sasa unakuta msanii kama yule ambaye hajafika anaona hoja deserve, lakini chini wanaona una deserve, anaweza kukupa hicho kitu. Inaita maana gani kaka? Kwa ina maana kabisa. Kama ukipewa nafasi ya kuzungumza na hao wadau wote ambao kwa namna moja ama nyingine hawa support kitu ambacho mnafanya kama Moro Dancers, unaweza mkukawaambia nini? Bana, kikubwa mimi nachoma. Nasemaga kila siku. Hapo unazungumza sana wasanii, clubs, manager clubs, wakurugenzi, wadau mmoja wote. On behalf kwa dancers wote wa Morogoro, wadau, club zote. Yani ningependa tu kuambia you guys have to support. Inabidi mwa-support ya watu. Wana kitu kikubwa sana cha kuofa. Yani endapo tu mtaweka kwenye organization, yani wawe organized. Tena nasemaga especially kwenye hizi club, ukiwafanya yani ukiwapa tu kiongozi bana hao wawe organized, wao wana perform hivi. Ni kitu kikubwa, kinaongezea wateja. Yani kikubwa ni support tu. Watu watambue uwepo wa dancers ya. Bana, bab kubwa designer. Icon anaongea kwa hisia sana. Anachokisema Icon ndivyo ambavyo ipo. Kama dancers mnakutana na mitihani sana kwenye kuhakikisha mnafikisha talent yenu. Kwa changamoto kusema kweli ni zipo nyingi sana. Hususani kwa watu ambao wanajua kabisa kitu kina umuhimu, ila kuna mwingine kuna ile kupuuzia talent ya mtu na kusamini talent yake. Mfano kama sisi tushai kupanda stage kwa mkopo kutambulisha nyimbo. Lakini pia tushai kufanya official video pia. Baadaye tunakuja kuangalia discount ya hela tulopewa. Mnajikuta mnapewa hata nauli yenyewe haifiki. Mbo kama 20 mnapewa mnagawana 1200. Official video ya msanii. Kwa changamoto zinakuwa nyingi sana. Kingine mimi nilichokiona ni ile hali ya kupuuzwa na mazoea. Kwamba unafika sehemu watajua kabisa, wanajua umuhimu wao na wanajua umuhimu wako kwenye kile utakachokionyesha kupitia wateja wao. Wao watapata watu, watapata hela. Lakini wao inakuwa tofauti kidogo, kwa sababu kwa wao watajua kabisa ni mazoea, nyinyi ni madansa, una love na kitu. Kwa watajua chochote watakachokisema wao lazima wewe utakitekeleza. Kwamba kisingizio watasema bwana Nyesi sasa hivi bado mpo underground mnajitangaza. Hilo neno linatumika sana.
kwamba nyie ni underground mnajitangaza, kwa hiyo ili kufika fanyeni hivi. Ukiniangalia na mimi roster kweli kwa sehemu nilokuwa nayo na malengo ya kufika sehemu fulani, kwa hiyo inabidi na mimi sasa niutumie tu ule mwanya kuonyesha kipaji changu sasa kwa ajili ya kujinasua kupitia watu wengine kupitia hiyo location. Okay. Bana bab kubwa ni dancers kutoka Moro Town. Master hapa unacha kujazia kwenye kitu ambacho amezungumza Icon na designer? Mimi naweza ngasema tu alichokiongea brother Icon hapa na Bro Roster, mimi naona kama amemaliza kila kitu, madukuduku yote wametoa. Mimi ndo naona hivyo kwa sababu yani wameelezea kiundani zaidi, pengine hata mimi ningepewa nafasi nisingeweza kufika alipofika. Kwa ndo hivyo naona yani katika masuala aliongelea wakitilia mkazo kwa namna moja au nyingine hapa dancers, content creators na talent Morogoro kuna mahali itatufikisha. Itakuwa so tu kwa enjoyment, itakuwa kama ajira kwetu. Okay. Sasa hivi mnajifurahisha sana. Sasa hivi yani sasa inatubidi sio kama tunapenda, inatubidi kwa sababu unakuta mtu kitu kipo kwenye moyo. Uwezi ukajizuia usicheze kwa sababu hujapewa hela. Unakuta tu unapenda. Mimi naweza nikakaa hapa natembea tu, nikisikia tu muziki naweza nikaanza tu hata hapo kiwachi. Bana na kuna mtu pengine mtaani anajiuliza kuhusiana na dansa, namna ambavyo inaweza kufikisha au dansa anavyoweza kufikisha ujumbe kwa jamii. Namna gani dance inafikisha ujumbe kwa jamii? Tunarudi hapa kuzungumza hiyo issue na tuko nao hapa madancers wakiongozwa na Icon. And Icon unaenda kama kiongozi wa Moro Dancers, ndio bab kubwa. Msaidizi wako umekuja naye kati yao hapa yupo? Na mimi Moro Dance ni afu na cha kuambia watu mimi sio dance. Okay. Sio dancer kabisa. Ila unapenda hizo. Lakini mimi ni mpenzi wa sanaa. Yani entertainment ni maisha yangu. Nishasemaga mimi hata kama nitafanikiwa mimi naombaga Mungu nifanikiwe kwenye njia sana. Na wewe unachokifanya ni ku create content sasa hivi? Mimi natengeza maudhui tu. Lakini nikionaga sehemu naweza nikaofa kitu kwenye sanaa, then I do.